Angalia nyuma huku. Hizi picha ambazo unaziona nyuma basi unaelewa hilo ono ni ono la aina gani. Yes. Wewe nataka niulize swali moja. Watu wanauliza Samia Kings. Kuna mtu kama Roma tutakuja tumuone kwenye ile kundi? Of course ni kijana yoyote ambaye anapatikana kwenye ardhi ya Tanzania, yeye ni ruksa kujoin kwenye hii, kwa sababu sisi lengo letu wote ni moja. Lengo letu ni nini? Ni kumsupport Mheshimiwa Rais kwa yale mazuri ambayo anaendelea kuyafanya kwenye ardhi hii ya Tanzania. So kijana yoyote ambaye yupo hapa na niangalia mimi na nisikiliza mimi, ajue ni yeye pia ni Samia Kings. Kwa hiyo sio Roma tu, hata vijana wengine wote ambao watakuwa wanapenda kujoin kwenye hizi harakati za Samia Kings, wazuri wanaruhusiwa. Okay. Yeah. Kwa hii Samia King itakuwa sasa ni official team, itakuwa na labda na riziki na mambo mengine, ama itakuwa tu kwa sababu ya huu muda wa Ramadhani ama na muda pamoja wa siasa lobaki ya uchaguzi? Samia Kings ipo kwa sababu hata namna jina lenyewe lilivyo linaonyesha ni kitu gani tunakisemea. Tunamsemea Mheshimiwa Rais kulingana na aina ya jina lenyewe linavyojitanabaisha. Kwa hiyo nafikiri litaendelea kuwepo mpaka pale labda sisi wenyewe tutakapokuwa hatupo. Tukisema hatupo unafahamu, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye ataishi milele, lakini ni bado tutakuwa tuna kazi zetu ambazo labda mimi nitakuwa na kazi zangu hazihusiani na Samia Kings. Ni ruksa kutoka Chege, AY utakuwa na kazi zao zinazohusu nje ya Samia Kings, wala hazuii. Ila Samia Kings inatuunganisha kwenye hili moja, ni la kupendekea, ni lile lile ambalo linapendezwa au tunalipenda sisi, ambalo linafanywa na Mheshimiwa Rais, yani harakati zake zote ambazo sisi tunaziona, basi sisi pia tunapata nafasi ya kuzisemea nje ya nyumbani tunapotoka. Madi. Wewe ni mmoja kati ya wasanii wakubwa sana. Tunatamani kujue kwanza idea yenyewe ya kupatikana kwa kundi la watu watatu ambao ni manguli kwenye muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania, au sio? Kutoka Temeke tumemwona Chege, kutoka Tip Top tumemwona Manzese, kutoka tumemwona Rais wa Manzese, lakini pia tumemwona AY. Ilikuwaje? Idea ilitoka kwa nani? Idea mimi mpaka sasa hivi jibu kiukweli na kosa moja kwa moja, lakini nakumbuka tulikuwa tuko na safari ya kwenda Dodoma. Tuko hao watu watatu nao wataja. Mimi, Chege na AY. Tuko kwenye gari. Kumbuka hapo nyuma lipo kundi linaloitwa Samia Queens, ambao ni Masiti, Pina Darlene na wengine wengi, au sio? Sasa bahati mbaya tukajoin nao kwenye hiyo gari. Kwa hiyo wao wakawa wanajitamba mule kwenye gari, Samia Queens ile, unajua zile wadada wanapokuwa wanajimwambafai. Kwa sasa sisi tukajiona sasa sisi humu ndani ni nani? Basi sisi ni ma Kings kama nyinyi ma Queens. Hapo ndo likatoka basi sisi Samia Kings, na ndo mpaka leo na wenyewe wakapenda nilivyotoka. Basi kila mtu tukitoka nje tukisema hivyo, asema ya sio kitu hiyo. Basi tunatoka tunajisemea nje sisi ni Samia Kings. Tukaenda kwenye miradi, tukaenda kwenye campaigns, tunasema mpaka imekuwa hivyo. Tukaona hii inaweza ikawa nzuri na tuna mpango wa kuifanya kuwa taasisi kubwa. Na jambo kubwa sana ambalo mmelifanya leo, lakini tunaamini kabisa kwenye muziki wa Bongo Flava unapozungumzia watu kama East Coast kwa maana wakina AY, na unapokuja kuizungumza Temeke kwa maana wakina Chege, vilikuwa viumani kabisa, zikai sehemu moja. Yani urahisi ulipatikana wapi hawa watu wa huku na huku kuchanganyika kuwa sehemu moja na kuanza kulitangaza kundi la Samia King? Sasa hiyo ndo sifa ya wanamuziki wengi wa zamani. Zile beef ambazo ulikuwa unaziona zamani zilikuwa ni beef tu za kwenye mic, lakini nje ya mic watu walikuwa ni wanakaa pamoja na piga story. Labda imekuwa tofauti sana na beef za sasa, watu ileki na umana kweli, lakini zamani ilikuwa sio hivyo. Na ndio maana umeona imeweza kuwa rahisi sana Chege kukaa karibu na AY. Sasa hivi Chege anaweza kuongea na GK, anaweza kuongea na Mheshimiwa Naibu Waziri, ambao zamani tulikuwa tunaona kama hivi leo wanabishana kwenye mic, lakini kiukweli nje ya pazia au nyuma ya pazia kulikuwa hakuna hivyo vitu ambavyo labda wanaviona watu mbele. Unajua ile inaleta chachu kwenye muziki. Ukisikia mimi nakorofishana na fulani kwenye mic, yani usichukulie personal ukajua basi sisi kweli tuna vita. Hapana hivyo vitu. Yani sisi watu ambao tulianza huko nyuma, nafikiri hicho kitu kilitupisha kidogo.
Manzese ipo kwenye Samia Kings na tunaona kitu ambacho mnakifanya kama rais wa Manzese. Unatamani mkaribisha rais mwenzako kwa maana ya Nay wa Mitego kwenye kundi lenu? Hasa yule ni rais kwani? Nay wa Mitego? Yule yeye anasemaga ni rais wa Manzese, sio Manzese. Kwa hiyo yeye atabakia na Manzese yake. Mimi nitabaki na Manzese. Kwa hiyo lakini kama atataka kurudi nyuma, kukaa nyuma, kujoin kwenye Samia Kings, kama nimeshasema, nishajibu awali, hii haimzuii mtu yoyote kujoin kwenye hii kundi, kwa sababu wote lengo letu ni moja tu, kusema, kuonyesha yale yote ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya 6. Samia Kings ina watu watatu, kuna AY, kuna Madii pamoja na Cheki. Kuna ngoma yote itakayetoka hapa inahusisha watu watatu na inatokea Samia Kings? Nafikiri zote tushafanya sana, ziko kama 3 au 4 hivi. Itafika time tutawaletea, mtakuwa wa kwanza kuzisikiliza. Shukrani. Ongelea chochote, swala lolote na lolote kuhusu na leo iftar ambayo imefanyika. Bwana, mimi nashukuru kwanza, nashukuru kuwaona, nashukuru kwa support hii ambayo mmetuonyesha. Nimeona marafiki wengi sana, online media nyingi sana, yani wote nawapenda. Naona hichi ambacho mmekifanya kinaenda kuwastua washikaji zetu wengine ambao labda wao walikuwa hawana mawazo ya kufuturisha watu wenye uhitaji kama hao. Unajua hii ni sadaka. Sadaka anapewa mtu yoyote, lakini kuna wale ambao wana uhitaji kabisa, unawaona wale ndio vizuri kuwafikia. So marafiki ambao wana uwezo ni kwamba mwezi huu tunatazama na kufunza moja ya mahitaji makubwa ya maisha yetu. Miongoni mwa kitu ambacho hicho tunahitaji katika maisha yetu kama mwanadamu, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya Allah, Allahu akbar. Inna lilmuttaqina mafazan